بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسمع الشيخ وفقه الله تعالى katika kitabu risala yake hii Fadlu Ashri Dhulhijja, fadhila za masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, wayaliha ahkamul udhiyya, na yakifuatiwa au zikifuatiwa na hukumu mbalimbali za kuchinja. Katika kikao chetu cha kwanza tulikuwa tumeona kwamba huu mwezi wa Dhulhijja ambao hauko mbali kuingia unayo masiku 10 ambayo ni ya dhahabu, ni masiku 10 ya ghali ambayo Muislamu anatakiwa ajipinde katika kumcha Allah tabaraka wa taala na kufanya matendo ya kheri, na muombe Allah tabaraka wa taala amfikishe katika hayo masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ili afanye matendo ambayo akiyafanya matendo hayo basi atakuwa amefanya jambo bora kumshinda hata aliyekwenda kupigana jihadi baada ya kurejea katika jihadi yake. Sasa matendo gani ambayo anatakiwa yafanye? Anasema almuallif, fahariyun bilmu'min, basi ni jambo linalotakikana kwa muumini, an yaghtanima hadha alfadla alazima, achume kheri katika achume hii fadhila iliyokuwa kubwa, bilikthari, kwa kukithirisha, min al-a'mali as-salihah, kutokana matendo yaliyo mema, bianwaiha, kwa aina zake mbalimbali. Maana mara nyingine unafanya matendo ya au ibada za matendo, na mara nyingine unatakiwa ufanye ibada za maneno, na mara nyingine unatakiwa ufanye ibada za moyo, na mara nyingine unatakiwa ufanye ibada za nini, za mali. Wa mimma warada min anwa'i al-ibada, na miongoni mwa yale ambayo yamepokelewa huwa ni katika miongoni mwa aina za ibada, mukhtassan bihadhihi al-ayyam, ambazo zinahusishwa, zenye kuhusishwa na haya masiku 10, kwamba yakiingia haya masiku 10 basi Muislam anatakiwa afanye ibada hizo. Awalan, ibada ya kwanza alhajju, ni kufanya ibada ya haji. Kwa yule ambaye ana uwezo basi anatakiwa aende kufanya ibada ya haji. Fa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume wa Allah amesema, al-umratu ila al-umra, umra hadi umra, kafaratun lima bainahuma, nikifuta madhambi, ni kifutio cha madhambi yaliyokuwepo baina ya umra na umra nyingine. Wal hajju al-mabruru, na haji yenye kukubaliwa na Allah, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina isipokuwa pepo. Hiyo ni amal ya kwanza ambayo Muislamu anatakiwa aifanye ndani ya masiku 10 au ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Allah ameamrisha Waislamu wafanye ibada ya haji ndani ya mwezi wa Dhulhijja, ndani ya masiku 10 yale ya mwanzo, kama alivyosema Allah, walillahi ala nnas, na kwa ajili ya Allah pamewajibishwa juu ya watu hijjul baiti, kuikusudia nyumba tukufu iliyo Makkah, man istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye ana uwezo wa kuelekea njia hiyo. Lakini pia Allah amesema alhajju ashhurun ma'lumat, haji ni ibada iliyowekwa katika miezi maalum, ambayo ni mwezi wa Dhulqa'da. Anza miezi ya haji ni mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa Dhulhijja, na kwenda kufanya ibada ya haji ndani ya yale masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Tayib, hiyo ni ibada ya kwanza ambayo Muislamu anatakiwa aifanye ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Tayib, ibada ya pili, muallif wafaqahu Allah ta'ala, na hii ibada ya haji ina fadhlu adhim. Tumetuambia alhajjul mabrur, haji yenye kukubaliwa, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina isipokuwa pepo, haina malipo isipokuwa pepo. Yani wewe ukaenda haji alafu Allah akakubali haji yako, hauna cha kulipo isipokuwa pepo.
طيب, lakini ibada ya pili saumu yaumi arafa lighairi alhaj, ni funga ya siku ya Arafa kwa yule ambaye hajaenda haji. Saumu yaumi arafa lighairi alhaj, ni funga ya siku ya Arafa kwa yule ambaye hajaenda haji. فعن أبي قتادة رضي الله عنه, مبكوا حديثي كتوكوا بابا وقتادة الله أمر ذيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, متوم الله أمسيما صيام يوم عرفة, فونغ يسيكو يا عرفة, أحتسب على الله, لنترجيك الله أن يكفر السنة التي قبله, الله أن يفتي madhambi ya mwaka uliopita, wasanata allati ba'dahu, na madhambi ya mwaka ujao. Akhrajahu Muslim, hadithi hii imetaja sanadi yake Imam Muslim. fakaifa yufritu almu'min bihadha alajri alazim, vipi muislam akubali kukosa ujira huu uliokuwa mkubwa? Hapa ndugu zangu, tumeambiwa ni siyamu yaumi arafa, funga ya siku ya Arafa. Hii ni dalili ya wazi ioneshayo kuwa funga ya Arafa inakuwa ile siku ambayo linatokea tukio la Arafa. Funga ya Arafa, kwa sababu Arafa ina maana mbili, au Arafa hapa ili iwe ni funga imeegemezwa katika nini? Arafa. Arafa ina maana mbili, Arafa kwa maana ya yaum, lakini Arafa kwa maana ya makan. Arafa kwa maana ya siku ambayo mahujjaj wanasimama katika viwanja vya Arafa, lakini Arafa kwa maana siku ambayo mahujjaji wanakuwa katika eneo la Arafa. Kwa hiyo maana zote mbili zinaonyesha kwamba Arafa sio tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, bali Arafa inakuwa katika ile siku ambayo mahujjaj wanasimama katika viwanja vya Arafa. Hiyo ndio Arafa inayolipwa na Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Mtume siyamu yaumi Arafa. Kwani Mtume ameshinda kusema siyamu yaumi at-tasi, funga ya siku ya tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja? Mtume ameshinda kusema hilo? Hajashindwa, bali amesemaje? Siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Maana yake funga inayofungwa ile siku ambayo mahujjaj wanasimama katika viwanja vya Arafa. Funga hiyo ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah. Sasa nyinyi mnataka nini? Hadithi iko wazi kabisa, Mtume amezungumza kwa ufasaha wa hali ya juu, maneno yako wazi kabisa. Ushaambiwa ni siku ya ni funga ya siku ya Arafa, wewe unaangalia funga ya siku tarehe ngapi? Tarehe 9. Tarehe 9 umechukua wapi? Kwa hiyo sisi tunaangalia siku ambayo mahujjaj wamesimama katika viwanja vya Arafa, ndiyo siku ambayo sisi tutafunga, ndiyo siku ambayo sisi tutafunga na si vinginevyo. Wewe ukifunga tarehe 9 wakati mahujaji walishasimama jana tayari, lakini unafunga tarehe 9 ya kwako ndani ya mji wako, hiyo ni ya kwako. Si tushaambiwa na Mtume, ameshamaliza kazi. Mtume amesema funga siku ya Arafa. Tayib, kwa hiyo funga hiyo ahtasib, ninatarajia ala Allah, kwa Allah, an yukaffira as-sanata allati qablahu, Allah anifutie madhambi ya mwaka uliopita, wallati ba'dahu, na madhambi ya mwaka ujao. Kwa hiyo funga hii ya Arafa ili ulipwe na Allah tabaraka wa taala, kwanza lazima iwe ni yaumu Arafa, iwe ni uifunge katika siku ya Arafa. Lakini pili, ili ulipwe lazima iwe kwa ikhlas na mutabaa.
iwe kwa ikhlas na mutabaa. Lakini tatu, ili ulipwe malipo haya ambayo yametajwa hapa, kufutwa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao, lazima utarajie malipo hayo ndani ya moyo wako. Ufunge ukitarajia kuwa nafunga hii funga ya Arafa ili Allah anilipe thawabu ya kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Hatua hizo natakiwa uzipite, ndipo utapata malipo haya ambayo yameyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, kwa hiyo haitakikani Muislamu kukosa ujira huu. Mwisho, katika ibada ambazo Muislamu anatakiwa azifanye, usisahau pesa hapa jana. Katika ibada ambazo Muislamu anatakiwa azifanye ndani ya siku ya Arafa, ndani ya mwezi wa Dhulhijja ambao hauko mbali, ni at-takbir, ni kufanya takbira. Wa yusannu al-jahru bihi, Sheikh anasema hivi, na panasunishwa kuzitamka hizo takbira kwa sauti. Amma almar'atu, ama mwanamke, fala tajharu, hatazisoma takbira kwa sauti. Amma almar'atu, ama mwanamke, fala tajhar, hatazisoma takbira kwa sauti. Haki atasoma kimya kimya kiasi kwamba anajisikia mwenyewe tu, asipaze sauti yake. Kwa hiyo ibada ya tatu au ibada ya tatu ni takbira ndani ya mwezi wa Dhulhijja, katika yale masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, ni kuleta takbira, ukithirisha kuleta takbira, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wa yadhkuru isma Allah, na walitaja jina la Allah, fi ayamin ma'lumat, katika masiku maalum. Baini haya tunayoyataja pia Allah amesema litukabbiru Allah ala ma hadakum, ili watu wapate kumtukuza Allah, kusema Allahu akbar juu ya yale ambayo amekuongozeni. Na Ibn Umar na Abu Huraira wao walikuwa yakhrujani ila suq, yanapofika masiku ya Eid wanatoka katika masoko kwenda katika masoko, ayyam al-ashr, yale masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, fayukabbiran, basi wanaleta takbira, fayukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu wengine sasa wakawa wanatoa takbira. Wanaposikia takbira nani? Abdullah ibn Umar na Abu Huraira. Wanaume watapaza sauti zao juu, ama wanawake tukawaambia wake zetu wao hawatakikani kupaza sauti zao juu, bali watakhafifisha sauti zao. Unaletaje hiyo takbira? Hiyo itakuwa ni darsa tutakayoisoma katika kipindi cha swala kitakachofuatia insha Allahu taala. Ndio tutaelekezana namna ya kuleta hizo takbira, unaziletaje hizo takbira. Tayib, nasallallahu alaihi wasallam.